Hello, karibu katika channel yako nzuri ya Geograph Masterclass. Leo tunaenda kuangalia matunda 10 bora kwa afya ya mama mjamzito. Mama akiwa mjamzito anahitaji kula vyakula vyenye mbalimbali, vya aina mbalimbali, wanga, protini, fibers na carbohydrate. Kwa vyakula vyote anahitaji, lakini leo tunaenda kuangalia matunda 10 bora ambayo yataimarisha afya ya mama na mtoto katika kipindi kizima cha ujauzito. Tunda la kwanza ambalo mama mjamzito anatakiwa kulila ili awe na afya bora katika kipindi cha ujauzito ni tunda la papai. Lakini hapa tunaongelea papai ambalo limeiva vizuri. Zingatia hiyo, papai ambalo limeiva vizuri. Kwa nini papai lililoiva vizuri ni tunda bora kwa mama mjamzito? Kwanza lina acid folic acid folic ambao ni muhimu kwa ukuaji wa neva za mtoto, lakini pia lina vitamini C kwa wingi ambazo ni muhimu kwa ajili ya kukuza kinga ya mwili. Tahadhari, epuka papai bichi au ambalo halijaiva vizuri. Linaweza kusababisha mikazo ya tumbo. Tunda la pili ambalo mama mjamzito anatakiwa kulila katika kipindi cha ujauzito ni ndizi. Kwa nini? Ndizi ni chanzo kizuri cha potassium, husaidia kupunguza msongo na kuimarisha presha ya damu. Lakini pili, ndizi husaidia kuepuka kizunguzungu na mshtuko wa miguu. Tunda la tatu ambalo ni muhimu kwa mama mjamzito ni machungwa. Kwa nini? Kwa sababu machungwa yana utajiri mkubwa wa vitamini C na husaidia kunyonya madini ya chuma mwilini. Kumbuka mama mjamzito anahitaji madini ya chuma kwa wingi. Kwa hiyo vitamini C ni nzuri kwa sababu inasaidia kunyonya madini ya chuma mwilini. Lakini hiyo sio sababu tu pekee. Sababu ya pili kwa nini machungwa ni muhimu kwa mama mjamzito ni kwamba huboresha kinga dhidi ya mafua na homa. Tunda la 4 ambalo ni muhimu kwa mama mjamzito ni tunda la parachichi ambalo kwa Kiingereza linaitwa avocado. Kwa nini parachichi ni muhimu? Ni kwa sababu kwa mama mjamzito ni kwa sababu ni chanzo bora cha asidi ya folic, lakini pia ni chanzo kizuri cha omega 3 na ni chanzo kizuri cha potassium. Pili, husaidia kupunguza maumivu ya miguu na kuimarisha ukuaji wa ubongo wa mtoto. Tunda la 3 ambalo ni muhimu kwa mama mjamzito ni tunda la komamanga au pomegranate. Hili tunda ni muhimu kwa sababu mbili. Kwanza, lina kiwango kizuri cha madini ya chuma na antioxidant, lakini pili, husaidia kupunguza hatari ya upungufu wa damu. Hilo tunda la komamanga. Tunda la 4 ambalo ni muhimu kwa mama mjamzito, tunda la sita ambalo ni muhimu kwa mama mjamzito ni tunda la embe. Kwa nini tunda la embe ni muhimu kwa mama mjamzito? Ni kwamba kwanza lina vitamini A, C na fiber. Kama unajua vitamini C ni nzuri kwa ajili ya kinga, fiber ni nzuri kwa ajili ya kuimarisha mmeng'enyo wa chakula na vitamini A ni nzuri kwa ajili ya macho. Lakini embe ni muhimu kwa mama mjamzito kwa sababu husaidia mmeng'enyo mzuri wa chakula na kinga dhidi ya maambukizi. Tunda la 7 ambalo ni muhimu kwa mama mjamzito ni tunda la apple au tofaa kwa Kiswahili. Kwa nini? Kwa sababu huboresha mfumo wa mmeng'enyo wa chakula. Pili, hupunguza hatari ya pumu kwa mtoto anayezaliwa. Tunda la 8 ambalo ni muhimu kwa mama mjamzito ni tunda la strawberries. Kwa nini tunda la strawberries ni muhimu kwa mama mjamzito? Kwanza, ni chanzo kizuri cha asidi ya folic, vitamini C na antioxidant. Pili, husaidia ukuaji mzuri wa mifupa na tishu za mtoto. Tunda la 9 ambalo ni muhimu kwa mama mjamzito ni tunda la tikiti maji au kwa Kiingereza linaitwa watermelon. Kwa nini hili tunda ni muhimu kwa mama mjamzito? Kwanza, hupunguza kuvimba miguu, kiungulia na kichomi. Lakini pili, inapunguza diuresis na kuboresha mzunguko wa damu. Yaani inaboresha mzunguko wa damu. Tunda la 10 ambalo ni muhimu kwa mama mjamzito ni tunda la nanasi au kwa Kiingereza pineapple. Tunda hili ni muhimu kwa sababu kuu mbili. Kwanza, kwa kiasi kidogo husaidia mmeng'enyo wa chakula kwa kiasi kidogo,
Lakini pili, lina kitu kinaitwa bromelain ambalo husaidia kupunguza msongamano wa tumbo. Tahadhari, kula kwa kiasi. Kwa naongelea nanasi hapa, kula kwa kiasi kwa sababu zikiwa nyingi sana zinaweza kuleta mkazo wa tumbo. Jambo la msingi la kuzingatia unapokula matunda haya kwa mama mjamzito ni kwamba jambo la kwanza, epuka matunda machachu au yaliyo na sumu kwa mimba, mfano papai bichi, nanasi kwa wingi sana. Lakini pili, hakikisha unaosha matunda vizuri. Jambo la tatu pia la kuzingatia ni kwamba kula matunda mchanganyiko kila siku kwa afya bora ya mama na mtoto. Kwa hiyo hayo ndo matunda 10 ambayo yanafaa kwa mama mjamzito katika kipindi cha mimba. Usisahau kusubscribe na kulike video zetu katika channel yetu ili uweze kupata video nzuri za afya inayotokana na tiba lishe na ya matunda na mboga mboga. Mpaka wakati mwingine, bye bye.